Yes, hamjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuzifuata habari zetu mbichi za kila siku na kila wakati, tunawasalimia wale mnaotufuata mkiwa Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa. Tunawatakia tena siku njema ya leo samedi le 18 Avril 2026 na tunawakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za siku ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya kiusalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Habari ambazo tumewaletea siku ya leo moja kwa moja tutawapeleka kwenye uwanja wa vita katika maeneo tofauti. Tuambie habari za kweli kutoka kulinye defo. Katika territoire ya Masisi, mapigano makali yaliripotiwa katika eneo ya Ndurumo. Waasi wa M23 walipigana na wazalendo pamoja na FRDC mu eneo hiyo. Tutawaambia moja kwa moja kuhusu mapigano hayo makali. Pande mwingine mu territoire ya Walikale, mapigano yaliripotiwa maeneo ya Ihula. Ni mapigano ambayo yalianzishwa na wazalendo zidi ya waasi wa AFC M23, vitu bikaribika, moto ukawaka katika eneo hiyo ya Ihula. Zingine habari ambazo tumewaletea, mnajua kwamba AFC M23 na gouvernement ya Kongo walikuwa Swisse wakifanya maongezi. Kuna makoro mengi walio sign. Nadhani ya kwamba wale ambao wako nasi mu group ya WhatsApp na sheni ya WhatsApp tuliwapa kabisa dokima ya yote walio ya sign huko Swisse wakati walikuwa wakifanya maongezi. Sasa kuna yale walio yakubaliana na yale ambayo hawakukubaliana. Kuna yale ambayo kabisa hayakuwezekana. AFC M23 ilikuwa ikitaka viongozi wao ambao walipewaka vikwazo vikali, vikwazo kabisa vitoshwe. Gouvernement ya Kongo ikakataa. Ni vitu vingi ambavyo walikataa, na ile ikaonesha kwamba deja kungali makonflikt na vita vitaendelea. Tumewaletea habari mingi, tutawapeleka katika maeneo tofauti. Kuko habari kabisa tunazo kutoka Lubero kuhusu waasi wa AFC M23 ambao wanashtumiwa kuua watu. Tumewaletea habari mingi. Kama kawaida mnaoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayowaletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa naendelea kuzifuata habari zetu zote kwa wakati. Muendelee kucomment na kuzilike habari hizi pia na kuzisambaza kwa walio wengi ziwafikie. Mkumbuke kujiunga nasi na grupu yetu ya WhatsApp ambapo habari zetu zote mtakuwa mkizipata 5 kwa 5. Namna ya kujiunga nasi, gusa pale kwenye titre, pale chini ya titre mu description kuna linki yetu. Guse kwenye linki hiyo ujiunge na WhatsApp yetu. Bila shaka habari zetu zote utakuwa ukizipata 5 kwa 5. Moja kwa moja taarifa zetu za siku ya leo tuwapeleke kwenye uwanja wa vita. Kabla ya kwenda kulinye defo, acha nianze na ile makubaliano, kwa sababu nadhani kwamba wengi wanapenda wajue yale ambayo walikubaliana na yale ambayo hayakuendeka bie. Katika mambo ambayo walikubaliana, nadhani kwamba kuhusu ile CCLFN shaka waambia, sitawaambia hayo tena. Kenye walikubaliana ni kupeana wafungwa, ile operasyon ya kupeana wafungwa waisha ikubaliana, na upande wa gouvernement ya Kongo nayo ishaitika kwamba kuna wafungwa ambao itawaachilia wa prisonniers de guerre. Donc wanajeshi wa M23 wenye FRDC ishaka wa kamata itawaachilia, na M23 wenye ishaka kamata katika mji wa Goma na kwingine kufro nao wataachiliwa. Problem yenye ilikuya toka pale yenye tuko naona pale ni kwa sababu M23 iko naomba wa prisonnier itapewa wafungwa wale wa prisonniers de guerre 66, kwa sababu Kinshasa ndio wenye ilitangaza kwamba iko nao. Tuendane 5 kwa 5. Donc mwile operation ya kupeana wafungwa, Kinshasa ilisema kwamba iko na wanajeshi wa wafungwa wa AFC M23 66. Kinshasa ikasema kwamba wenye AFC M23 itawapa ni 311. Ni wakati wanajeshi waliokamatwa mvile ya Goma walikuwa deja na ni wengi sana zaidi ya hao. Hata kama kuna waliopelekwa mu grupe ya arme yao, kuna wale ambao
walikuwa toujours na ni wa prisonnier. Pale ndio kwenye kuko natoka tatizo. Jiuliza sasa mbone Kinshasa inasema kwamba wa prisonnier wenye AFC/M23 itawapa ni 311 wakati AFC/M23 hivi juzi mwezi wa pili walikuwa wametangaza ya kwamba watapana plus de 3000 soldats wa prisonniers de guerre wa FARDC ku Croix Rouge iwapane, na deja walikuwa na waisha sinye na asele na wale wote wale wa prisonniers 300 walikuwa wamepana deja 1000 mu Croix Rouge ambao watarejea kule Kinshasa. Sasa problemi inakuya mbone hao wengine wao wako na achwa, tatizo iko gani? Bile visha leta sasa vurugu. Wale wa prisonnier nao wanaanza kuwaza sasa mbone gouvernement au haiko na waitika. Pale njo kwenye kuko problem. Waisha kubaliana kupeana wafungwa. AFC/M23 itapewa 166 na gouvernement ya Congo 311. Me probleme kuko kwa wale wa gouvernement inakubali tu 311 wakati wa prisonnier walikuwa wengi. Hapo sasa gouvernement njo yenye inapaswa kutangaza ni kwa nini mwile raporo wa kutangaza ni kwa nini mbone ni wengi mele wanasema wachache. Me gouvernement inapaswa kusema ni kwa nini ilichagua hao tu wakati wa prisonnier walikuwa wengi, na hayo nadhani kwamba mnafahamu walikamatwa kama vile ya Goma wa mingi. Isikuwa vile ya Goma tu na kwingine walikuwa kakikamatwa. Nadhani kwamba mnajua be. Sasa gouvernement ijatangaza ni kwa nini iliomba wachache, me iko ndani engra problem. Pale walikubaliana. Sasa na kuna mambo yenye hawakukubaliana. Ile mambo njoo yenye iko naonesha kwamba sasa kesho au kesho yake vitu vitaharibika. Walikubaliana tena kukuwa na hata misaada inafikia population. Pale nako walikubaliana. Ile hapo mulisoma ndio maana niko napita tu, siko nasema vya mingi. Walikubaliana benye sasa havikuendeka bien. AFC/M23 kule Suisse ikaomba gouvernement ya Congo kutosha kabisa zile sanctions zenye viongozi wao washaka pewa. Unajua kuna vikwazo vikali viongozi wa AFC/M23 washaka pewa, mkiwemo Bertrand Bisimwa, Corneille, wale viongozi wakuu kabisa, mkiwemo na Joseph Kabila. Kuna vikwazo, mnajua kwamba kuna vikwazo washaka pewa. AFC/M23 kule ikaomba gouvernement ya Congo vile vikwazo viondoleo. Gouvernement ya Congo ikakataa, kawaambia kabisa haiwezekani, kwa makosa wanayofanya vikwazo vinahitajika zidi yao. Vile vikaisha dezana wakubaliane. AFC/M23 ikaomba gouvernement ya Congo kufungula mabanki kutokana na krize inayopiga vile ya Goma, Bukavu na kwingineko kwenye wana controle. Mnajua banki depo kamate hapo azikufunguliwaka na mpaka leo zinafungwa. Ile sasa inaacha krize ekonomike inapiga maeneo yenye AFC/M23 na controle. Wakaomba hayo huko Suisse siku ya jana. Juzi njo walikuwa kabisa wako naongelea hayo yote ili waone kwamba bitaitika, bikakatala. Gouvernement ikakataa, ikasema hapana kabisa, wao njo wenye wana control eneo hizo na ni marebele. Gouvernement haiwezi kafungula banki wakati wao njo wenye wako na profit kupitia hayo. Gouvernement ikakatala. Gouvernement ikaomba nini? Kufunguliwa kwa aeroport ya Goma ili kukuwe napitia ile misaada kabisa, maoni za kusaidia population. AFC/M23 nayo ikakataa. Pale njo kwenye kuko na bakia sasa mambo yenye hawako na kubaliana, na ile njo tena conflict yenye inaweza ikapanda kesho au kesho yake tena vitu vinaharibika. Vile njo ginsi vitu viko kabisa, walikubaliana vimoya vingine vikakatala. Twende sasa kulinye defo ambapo tutaanzia mu territoire ya Masisi. Huyu ni mganga Engonga, mtaalamu mwenye uzoefu na anayekamilika. Anarejesha vilivyoibiwa, mali yako iliyopotea anarudisha bila shaka. Anawasaidia wanawake waliopatwa na matatizo ya uzazi na kuwasaidia kupata uwezo wa kupata watoto. Anatibu magonjwa ya uchawi na matatizo ya akili na kurejesha maisha katika hali ya kawaida. Kama umekwama kazini na hupati mafanikio, mganga Engonga anakusaidia kurudi kwenye maendeleo. Anatibu mikosi na vitu vyote vinavyokuzuia kupata mafanikio. Mwanamke na mwanaume waliotengana, mganga Engonga anaunganisha na kurudisha upendo wao. Na kama unataka kujua kama mwezi wako na kusaliti, mganga Engonga anaweza kukuonyesha ukweli. Leo tunafika kila mahali kuwasaidia wateja wetu. Makao makuu yapo Uganda, Kabare, na pia tunapatikana Kongo, Goma. Usisite, muandikie WhatsApp au mpigie simu kupitia namba +256 70 45 10 381 ili maisha yako yabadilike. Masisi, mapigano makali yaliripotiwa katika eneo ya Ndurumo.
Hali ya usalama bado inaendelea kukua tete Masisi katika muhimili wa kimkakati unaounganisha Pinga na Lukweti ukielekea Nyabiondo. Pale ni axe zinazotoka Nyabiondo ukipanda wapi katika eneo za Pinga. Kwa siku kadhaa eneo hili limekuwa chanzo cha wasiwasi mkubwa kutokana na mapigano makali kati ya waasi wa M23 pamoja na wazalendo. Taarifa tunazo kabisa kutoka kwa ndani, waasi walikuwa wakifikiria kukata njia, kudeborde hii njia kwa kuweka nafasi ama kwa kujiinstale kabisa na mapozisio yao katika mungini wa Ndurumo, eneo linalokuwa karibu na Lukweti. Pale ni msheferia Bashali. Sasa ile mpango wao ambao walikuwa wamefanya wa kudeborde zile njia wakajiinstale katika ile eneo ya Ndurumo, ilikuwa ni mpango wa kutaka kufanya vita dhidi ya FARDC na wazalendo mbele wakiwa wametokea mkotea Ndurumo. Sasa wanajeshi wa FARDC pamoja na wazalendo wakafahamu hayo, ndipo sasa waliwasha moto dhidi ya waasi wa AFC M23 wakiwa kabisa wanafahamu hizo habari zote jinsi AFC M23 ilideborde na kujinstale Ndurumo. FARDC na wazalendo walianzisha mpango wa kukabiliana na hao waasi kabisa moja kwa moja, na njo waliwasha moto, na mapigano hayo yalianza siku ya jana ndio mapigano yalianza. Milipuko ya silaha nzito na nyepesi ilisikika katika maeneo hayo, na hali kabisa ikawa mbaya, population wakaanza kukimbia maeneo ya Ndurumo. Mapigano yakaendelea, na baada ya kupigana vikali jioni ya jana yapata saa 2 kabisa usiku ulikuwa umeingia, ndipo waasi wa M23 walifukuzwa katika eneo ya Ndurumo wakarudishwa nyuma. Baada ya mapigano makali, vikosi vya utiifu viliweza kudhibiti eneo ile ya Ndurumo na kurudisha nyuma waasi wa AFC M23 wakarudia katika maeneo ya Nyabiondo. Donc walikuwa wamejinstale kule ili waanzishe vita dhidi ya FARDC na wazalendo waelekee katika maeneo ya Lukweti na kwenda kule Pinga. FARDC wakati iliwashambulia iliweza kuwaripuse wakarudia nyuma. Eneo ya Ndurumo ikawa kwa sasa iko mumikono ya FARDC pamoja na wazalendo baada ya mapigano hayo makali. Dhani kwamba pale kabisa tuko naendana 5 kwa 5. Hali inaendelea na kukua ya wasiwasi sana katika eneo hiyo. Utulivu kabisa unaonekana pale, hakuna mapigano ambayo yako ripotiwa pale. FARDC na wazalendo waliweza kuripusa M23 paka katika maeneo ya Nyabiondo kule ngambo za Kinyumba kwenye walikuwa wamedeborde ili waende kutokea kule Ndurumo kote za Kikweti kule Mwalikali. Ndani kwamba hapo kabisa tuko naendana 5 kwa 5. Tuendelee na habari zetu kwenye uwanja wa vita. Mapigano pia yaliripotiwa katika eneo ya Ihula, pale ni territoire ya Walikale. Mapigano makali nayo yalianza siku ya jana kati ya waasi wa AFC M23 pamoja na FARDC na wazalendo. Kulingana na vyanzo vyetu kutoka katika eneo hilo, wazalendo ndio wenye walianzisha mashambulizi dhidi ya ngome za waasi katika mungini wa Ihula na kusababisha hofu kubwa kabisa miongoni mwa raia. Donc wakati wale atake vitu biliharibika, moto uliwaka, wakaji wakakuwa na hofu sana, wakaanza kukimbia eneo hilo. Wakaji wakikabiliwa na ukali huo wa mapigano, sasa ndio walikimbia wakaelekea katika maeneo ya Kalembe pamoja na eneo zile za Kalonge kwenye walikuwa na wako na jinstale wakiikala, wakiona kwamba wakingojea kwamba hilo hali inaweza ikarejea kwa ya utulivu, wanarudia nyuma. Na wakati mapigano hayo yaliripotiwa yalikuwa yakiendelea katika mwingine wa Ihula, kuna wakaji waliojeruhiwa wakati wa mapigano hayo, na wakati wazalendo walikuwa mwile atake waliweza kuchoma moto kambi ya wasi wa AFC M23, ama waliweza kuilunguza kabisa defense ya AFC M23 ambayo ilikuwa katika mungini wa Ihula. Na baada ya kupigana kwa masaa makali siku hiyo ya jana, hata kama AFC M23 ilipoteza defense yao, walirenforce wanajeshi kutoka Kalembe baada ya masaa kadhaa na wako mvita
wazalendo tena wakakuwa repose, wakarudishwa nyuma, wakaondolewa Muihula, wakarudia katika maeneo yanayokuwa karibu na Minjenje, mwaxe za Minjenje, kwa sababu pale ndio kwenye walikuwa wametokea na wameatakia AFC M23. Ndio kwenye walirudishwa baada ya kupigana vikali maeneo ya Ihula, hawakuweza kuiekipere AFC M23 ili warepuse. Hali bado inaendelea kukua tete pale kutokana na jinsi wazalendo toujours wangali ngambo za Minjenje, AFC M23 pale Ihula, na wakaji wanaendelea kubakia Kalembe na Kalonge wakizani kwamba wakati wote vitu vinaweza vikaribika. Donc hali kabisa kwenye uwanja wa vita pale Mwalikale nayo haiko bien. Hali ya kiusalama kabisa iko mbaya kutokana na kuzuka upya kwa mapigano makali kati ya pande mbili. Ndani ya kwamba pale kabisa tuko naendana 5-5. Habari zingine ambazo nimewaletea tutawapeleka huko Ituri. Karibu raia kabisa 100 waliokuwa wakishikiliwa mateka na ADF waliachiliwa huru na FARDC pamoja na UPDF. Operation za pamoja kati ya FARDC na UPDF jeshi la Uganda katika wiki hii zilisababisha ukombozi wa raia katika eneo la Mambasa. Hatua hii ya kukaribisha inakuja wakati ambapo ADF nayo inaendelea kabisa kutoa shinikizo kubwa la usalama kwa idadi ya watu katika maeneo ya Mambasa. Hao watu 96 walioachiliwa, 42 waliachiliwa huru Jumatano le 15. Wengine sisi nao wakaachiliwa siku ifuatayo leseze katika vijiji vya Bengasoli na Mabukuli pale ni mshifiri ya Babila Bakwanza. Raia hawa walio shikiliwa mateka na ADF walitekwa nyara wakati wa mashambulizi mbalimbali ya wanamgambo hawa wa Kiislamu wanaoshtumiwa mara kwa mara kwa mauaji na uharibifu wa mali. Kuachiliwa kwao kunaashiria kuongezeka kwa shughuli za kijeshi katika eneo hilo ambalo limekuwa moja wapo ya maeneo yenye ukosefu wa usalama. FARDC ililanse operation Mambasa, ililanse operation ya kuwasaka wasi wa ADF monani wa territoire ya Mambasa huko Ituri, na wakati wa kuendelea kwa ile operation moi semene ambayo imeisha, waliweza kuprogresse na wakakamata watu, donc wakawakomboa watu ambao walikuwa na waishaka tekwa nyara, wakawafanya kuachiliwa raia kabisa. Ni wengi. ADF mnajua wakati ikifanya mashambulizi katika maeneo tofauti wanapendaka kuteka watu nyara ili waombe franka. Mnajua hayo, kisha ingilia mvilaje moya wanaiba franka, mambuzi, vitu vya wakaji, vitu vya samani vya population na nyumba wanazichoma moto. Epui wanabeba wengine mumisitu wanawateka nyara. Wakichafika kule wanaanza kukua naita familia za hao watu sur telefone, ama wanatia matangazo kabisa, wanatuma watu mu village, wanawaambia watu hawa washagamatwa na ADF wanahitaji franka, swate $10,000 swate $20,000. Mnajua kwamba ndio vile jinsi wanafanyaka. Sasa wakati FARDC ile lance operation ile semaine passée waliweza kukomboa watu ni wengi. Operation kabisa zao walifanikiwa wakaavance, na hao watu leo waishaachiliwa, waisharudia mu village zao. Unasikia kwamba ni operation ambayo ilikuwa kabisa na mafanikio, na wakaji wa maeneo hayo walishukuru sana FARDC na UPDF kwa ile kazi ambayo walifanya, wakawaencourager na wakawaomba kuendelea kuzifanya zile operation, waendelee kuwasaka wasi wa ADF, kuwafukuza mbali katika maeneo hayo kwenye anaendelea kuwatesa wakaaji sana. Donc kwenye wanaendelea kwenye wanaendelea kufanya maatake na population, wanauawa na kuwateka nyara kama vile ilivyokuwa msiku zenye zimeisha. Donc wao walioachiliwa wakati wa zile operation. Tukiendelea na habari zetu, tuwapeleke Lubero kwenye kulionekana mafose kabisa za burefu, fose hizi komine, mafose komine zenye wa movement ya wazalendo yenye iko pale wanaishutumu AFC M23 kuwa nyuma ya hayo mafose ambayo walikutana pale. Wakasema kwamba yalikuwa ndani maiti ya watu ambao
wanasema kwamba ni waasi wa AFC M23 waliowaua. Donc wanashutumu waasi wa AFC M23 kwa kufanya hayo. Ni katika eneo ya Kasisi access za Kipese pale ni Mulubero. Mnajua AFC M23 après kujiondoa maeneo mengi, wazalendo walifikaka pale na kuokipe zile eneo. Sasa mwile eneo ya Kasisi kwenye wazalendo nako walikuwa waisha yokipe na kujinstale pale, walikutana pale mafose komine mengi, wakasema kwamba kuko ndani mamaiti, sema kwamba kuko ndani maiti, hata kama hawajajua ni watu wangapi wenye waliuawaka na kutupwa mule meo, wakasema kwamba kuko ndani maiti. Wanataka kwanza Croix Rouge ifike pale ianze ifanye kazi ya kujua hao watu ni wangapi, kwa sababu kazi ni yao. Na hao wazalendo wanaomba communauté internationale kwa kukamata maamuzi kabisa yanayohitajika zidi ya wasi hao ambao walifanya mauaji hayo ya kikatili zidi ya raia katika mwingine huo wa Kasisi. Vitendo kabisa hivyo ni crime de guerre, hivyo communauté internationale inaweza kusimama kabisa na kuwakamatia vikwazo vikali waasi wa AFC M23. Ndugu zangu, hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea siku ya leo. Nawashukuru sana kwa kuwa mnaendelea kuichagua Kwetu TV kwa kuzifuata taarifa za kweli tena zenye uhakika. Mnaye kuwa naye kabisa ni Bauma, mzee wa Mbichi Bauma, kwa ajili ya kudondosha taarifa mbichi, nikiwaambia habari zote kutoka katika maeneo tofauti, kuona zote kabisa nchini Kongo. Nawashukuru sana, Mungu awalinde, mchana mwema pia. Tupatane ndani ya habari zifuatazo za jioni ya leo. Merci beaucoup.